Lakini tafuteni wokovu wa kweli. Okokeni wokovu wa kweli. Okokeni wokovu wa kweli na sio wokovu wa miujiza. Okokeni kwa kweli. Okokeni kwa kweli. Ateni dhambi, ateni ubaya, tendeni lililo jema, kataeni kila baya. Na kama unafanya ujinga tu. Ujinga tu peke yake. Ujinga tu. Pumbavu kabisa. Okokeni wokovu wa kweli. Ateni umalaya, ateni zina, ateni vingine vyovyote. Iweni na huruma kama Baba alivyo na huruma. Mnakaa mchungaji malaya, sijui ni shetani, mkewe kahaba, malaya kabisa. Funa kazi sijui mimi mchungaji IPM. Hata hizo. Mwisho wa siku utakufa. Na ole wako ukifa katika dhambi. Utalia sana mwisho wa siku. Basi sana. Yaani utakufa, utazeeka siku moja. Utakufa. Baada ya kufa ni hukumu. Kila mmoja atahukumiwa sawa sawa na kazi yake. Bwana asifiwe sana watu. Nina wasalimu nyote kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo amenipea kuwa mbele zenu usiku ni wa leo. Ni majira ya saa 6 usiku mida hii. Nimeona kwamba siwezi nikalala kabla sijaongea chochote kwenye mtandao. Kwa ajili ya yale ambayo mpaka sasa yanaendelea kufanyika na watu ambao tumefikiria kwamba ndio wenye hekima, lakini kumbe ndio wachafu kabisa. Nataka nizungumzie mtu mmoja hapa anaitwa Prophet IPM. Mtu wa Mungu na watu wa Mungu wote ambao mnanifuata kwa makini, ambao mnanisikiliza, nataka mnifuate kwa makini sana. Ilikuwa siku moja Wayahudi Mafarisayo wakamwendea Yesu akamwambia kwamba, "Mwalimu, tunajua kwamba wewe umetoka kwa Mungu na unaifundisha vyema njia ya Mungu na unamkemea yeyote atendaye ubaya bila kujali cheo chake wala jina alilonalo wala umri alionao. Sasa nataka niweze kuongea na watu wa Mungu. Nataka niweze kuongea na watumishi wa Mungu, watu wa Mungu. Mnifuate kwa makini sana. Najua mnaangalia umri, mnaangalia miaka, lakini ukweli ni kwamba hii Biblia hii haionyi mtu ama haiachi kuonya mtu kwa sababu ya miaka alionayo. Hapana. Na hatuonyi ama tukemei, atukaripii eti kwa sababu eti ni mkubwa, ana jina. Hapana. Lakini alimadamu anafanya vibaya, alimadamu anakwenda kinyume, lazima atakemewa na kuambiwa kwamba amekosea. Bwana asifiwe sana. Sasa nataka niweze kumwangalia Prophet IPM kwa kila ubaya ambao anaendelea kufanya mitandaoni pamoja na pepo mwenzake ambaye ndiye mke wake. Prophet amekuwa ni pepo, amekuwa ni mfano wa pepo ambaye ametumwa kutoka kuzimu kwa ajili ya kuwalaghai watu pamoja na mwenzake ambaye ndiye mke wake. Basi sana. Sasa nataka niweze kumwangalia Prophet IPM kwa ujinga mwingi ambao anaendelea kufanya mitandaoni. Ujinga mwingi sana ambao anazidi kufanya mitandaoni. Bwana sana. Sasa inafika mahala watu wengine, watu wazima, wanashindwa kuangalia yaliyo mema ni yapi, jema ni lipi, wafuate hilo. Lakini wanikalia ushabiki usio na maana yoyote, usio na faida yoyote. Sasa nataka tumwangalie vizuri Prophet IPM kwa yale yote ambayo anazidi kuyafanya na kuyatenda. Bwana sana. Hebu tumwangalie hapa. Ngoja kwanza. Sikiliza namba wewe serious. Umeninywesha uji asubuhi. Sogea basi. Sasa bibi nataka niwe sex body. Nataka niwe na kabody fulani hivi ka sex body. Sasa hii trip ya ngapi mke wangu, mavitu yote haya si nimekuja uji asubuhi. Alafu huyu eti ndiye mchungaji eti ndiye ambaye anaongoza kundi la Mungu. Eti ndiye ambaye anaongoza nalitumba nataka na sex body. Yeremia 3:15. Papkini
Yeremia 3:15 anasema hivi. Kweli Papa. Sababu kazi ya mchungaji sio haya mafundisho ya zinaa. Sio upumbavu. Huu ni ujinga, huu ni ushetani huu. Hii sio kazi ya mchungaji. Mchungaji kwa kweli mchungaji. Hadi fika tu mtu anaitwa ni mchungaji. Mchungaji sio huyu, hapana. Inafika mahala tunahalalisha ujinga mwingi sana. Yeremia 3:15 anasema hivi. Nasema hivi. Nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na fahamu. Kwa maarifa na fahamu. Sasa huyu mchungaji huyu anawalisha nini kondoo zake? Anawapa nini kondoo? Anawalisha chakula gani? Anawalisha zinaa, anawapakiza zinaa. Fahamu zipi ambazo anawapa? Fahamu za zinaa, ushetani wa zinaa. Kwamba nataka niwe na mwili ambao ni sex body, sijui na vingine vyote. Hapana. Watu wa Mungu ambao waliokuwa watu wa Mungu kweli walikuwa sio namna hiyo. Walikuwa watafuti muonekano wa nje namna hiyo. Walikuwa watafuti kuwa wa thamani kwa nje namna hiyo. Hapana. Kama nataka niwe na sex body. Hapana, mtu wa Mungu, hapana. Huo ni ushetani. Huo ni mchungaji ambaye unaangaliwa na watu. Swali, okay, hebu kwanza swali la ufahamu. Je, wewe ni mlokole, wewe ni Mkristo, wewe ni Muislamu? Sababu hata madhabahuni unasoma Qur'ani. Sasa tunashindwa kuelewa, unapiga dua. Wazi sana. Yaani pepo ana pepo mwenzake wanaungana kwa ajili ya kuharibu kundi la Mungu. Yaani ukimwangalia mke wake utafikiri ni kahaba. Utafikiri ni mara ya fulani hivi. Wazi sana. Yaani nafika mara ujinga mwingi sana. Hapana, hapana. Watu wa Mungu waliishi maisha gani? Watu wa Mungu walifanya nini? Walitembeaje? Walikwenda wapi wakafanya nini? Walipokea nguvu gani ambayo walikuwa nayo? Alafu leo sijui prophet pia msijui na vingine vyote. Alafu anakaa mtandaoni huko anakisi na mke wake, huko upumbavu mwingi sana, ujinga. Alafu eti sijui pumbavu kabisa. Hebu sikia maandiko. Hebu sikia watu wa Mungu waliookoka, waliokuwa na nguvu ya Mungu ndani. Walitembeaje? Walikuaje? Hebu sikia hapa. Mtu wa Mungu. Nyinyi mnakaa mnafanya ujinga. Hebu msikie Petro hapa. Hebu msikie Petro hapa. Matendo ya Mitume 5:15 anasema, hata ikawa katika njia kuu hutoa nje wagonjwa na kuwaweka juu ya majamvi na magodoro, ili Petro akija. Niende kutafsiria hapa kingine Kiswahili. Haraka. Matendo ya Mitume 5:15 anasema, hata watu walikuwa wakipeleka wagonjwa barabarani na kuwalaza juu ya vitanda na mikeka, ili Petro akipita walau kivuli chake kiwaguse baadhi yao. Hawa ndio watu wa Mungu hawa. Yaani ambao walikuwa na nguvu ya Mungu popote waendapo. Hawa walikuwa sio watumishi wa sex body, hapana. Hawa walikuwa sio watumishi wa kukaa mtandaoni kukisi na wake zao, hapana. Petro alikuwa na mke. Lakini hakuna ushuhuda kama eti yule Petro anakisi na mke wake. Hapana, huu ni ujinga, ushetani. Eti sijui sex body. Na ndio wana hamna nguvu ya Mungu, hamna nguvu ya Mungu. Vinginevyo mna nguvu za kishetani, mna mapepo ndani yenu. Ngaka Mungu pumbavu. Yaani pepo mtu wa Mungu. Watu wa Mungu, hateni ushabiki usio na maana yoyote. Mbinguni ni njia ya mtu mmoja. Mbinguni hatuendi kundi, kuna kwenda mtu, sio watu. Wazi sana. Ni hivi, iko hivi. Yaani mbinguni hautakwenda na kundi lako ambalo uko nalo, utakwenda wewe mwenyewe. Yaani mbinguni ni njia ya mtu mmoja. Mna kazi mchungaji wangu na vingine vyote, utakufa. Tafuteni wokovu wa kweli, tafuteni wokoka kwa kweli, watu wa Mungu. Acheni ushabiki usio maana yoyote. Acheni miujiza mwisho siku. Watu wa Mungu. Sio maandiko haya. Ufunuo Yohana 5:18 Alafu mkiambiwa eti mnataka kiburi eti. Hapana.
Hapana, sikia sauti, sikia maandiko haya. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, watu wangu ondokeni kwake, ili msishirikiane naye katika dhambi zake, msije mkaipata adhabu yake. Watu wa Mungu nawaonya, popote mlipo, hakikisheni mnatoka kwa huyo joka, kwa hilo pepo, huyo shetani huyo. Tokeni kwake huyo, maana kwa asilimia kubwa kwa kweli mtashiriki dhambi yake na mtapata mateso, ghadhabu, hasira, mtapata adhabu ambayo mtu huyo ataipata siku moja. Bwana asifiwe sana. Yaani mnakaa mnatukuza wachungaji, utafikiri ni vimachawa vinakaa mahali fulani. Watu wa Mungu, hapana. Tafuteni Mungu wa kweli. Tafuteni wokovu na sio miujiza. Miujiza mwisho wa siku ni itawacha hapa duniani, sio mbinguni. Mbinguni hatukwenda kwa miujiza, tunakwenda kwa utakatifu tu. Sisi mnakaa sijui mchungaji wangu, sijui prophet Apiamu, mtu wa Mungu. Mbavu kabisa, huyu shetani huo. Tafuteni Yesu wa kweli. Acheni miujiza, acheni madawa, acheni kuchinja. Kafara ni ushetani. Hii tunachinja, Musa alichinja. Pumbavu kabisa. Yaani unakaa eti kafara ya mwaka eti. Hapana. Hapana. Umekuja kwenye Ukristo kuja yaani unakuja yaani Ukristo umekuja ili Ukristo uonekane kana kwamba hauna faida yoyote. Sababu ambavyo unafanya kwa kweli nikikuangalia nasema wewe ni pepo, shetani kabisa. Shetani kabisa. Alafu wengine wazee wanaimvi, alafu wanakaa sehemu watu wa Mungu. Yaani mnaona nini? Mnawaza nini juu ya Bwana? Hapana, mimi nisonge sana. Lakini prophet IPM, mtu wa Mungu, sio huyo. Mtu wa Mungu hatafuti sex bari. Yaani unakaa unakisi na mkeko, mtu wa Mungu aliyookoka, mtu wa Mungu unatafuta sex bari. Yaani hata aibu hauna kwamba unaangaliwa na watu wako, alafu unatamka nataka niwe na sex bari. Wewe mtu wa Mungu, wewe. Neema na amani ziwe nanyi. Lakini tafuteni wokovu wa kweli. Okokeni wokovu wa kweli. Okokeni wokovu wa kweli na sio wokovu wa miujiza. Okokeni kwa kweli. Ateni dhambi, ateni ubaya, tendeni lililo jema, kataeni kila baya. Na kama unafanya ujinga tu peke yake. Ujinga tu. Pumbavu kabisa. Okokeni wokovu wa kweli. Ateni umalaya, ateni zina, ateni vingine vyovyote. Iweni na huruma kama Baba alivyo na huruma. Mnakaa mchungaji malaya, sijui ni shetani, mkewe kahaba, malaya kabisa. Unakaa sijui mimi mchungaji IPM. Hata hizo. Mwisho wa siku utakufa na ole wako ukifa katika dhambi. Utalia sana mwisho wa siku. Basi sana. Yaani utakufa, utazeka siku moja. Utakufa. Baada ya kufa ni hukumu. Kila mmoja atahukumiwa sawa sawa na kazi yake. Sipati kuongea sana. Neema na amani, sauti ya mtu aliye na uchungu moyoni. Anasema kwamba tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Yes, mhukumu wake yu karibu ya kuja kumlipa kila moja sawa sawa na kazi yake. Hii ndio maana ya neno Maranatha na uje Bwana Yesu. Amen.